Yesu akalia kwa sauti kuu akasema. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, wale waliomtesa, alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu. Akamtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote na watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Piga kifua, wanajipiga kifua. Sema wanajipiga kifua. Na wote waliojuana naye, na wale wanawake walioandamana naye, toka Galilaya, wakasimama kwa mbali, wakitazama mambo hayo. Amen. Pigia Bwana makofi. Kuna saa watu wanatakiwa muone Mungu, wakuone kweli una Mungu. Kuna mambo anayafanya alafu wanasema huyu ataibika tu, huyu atakufa tu, huyu ataangamia tu, huyu hatafika popote. Haleluya mtu wa Mungu. Huyu naye anadhani biashara hapa bila kuroga biashara. Nisikilize. Uko mahali sahihi. Sema niko mahali sahihi. Na biashara unahangaika, si unakwenda wapi? Njoo hapa tubandike mikono. Si unahangaika, si baba, yani mimi sijielewi, nachumbiwa, wachumba wanakwenda, nikiolewa, wanaume. Njoo tuweke mikono hapa uone. Wachumba watapanga foleni kama lori, kama wote. Alafu wakuona katika sema amini. Nimeweka uwezo katika mikono yenu. Amen. Nimeweka nguvu katika miguu yenu ya kukanyaga nyoka na nge. Unamuona mchawi tu miguu yote inatetemeka, unaishiwa na nguvu, nataka na kudondoka. Kachawi tu kamoja tu kana kusumbua. Kama unanielewa sema amina. Sema amina. Sema amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kila anayetenda dhambi na anamkiri Yesu, aibu impate. Kienda gesti na umeokoka, ufie huko. Kuanzia leo hiyo ni sheria imepita. Mimi sipo, ila Mungu yupo. Na kanisa limesema amina. Sema tena amina. Hapo mtu ana wasiwasi, tupime moyo. Kwa nini nimekuja leo kwenye ibada hii? Tasikuwa namwambia mtu tuseme tunaenda gesti maana tuna jambo litanipata. Biblia imeweka wazi, kila alitajaye jina la Bwana auache nini? Uovu. Sasa nataka leo nikaende kuomba. Nataka niende kuomba kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu unajitafuta hujajipata. Sasa mimi nataka ujipate kwa Yesu. Sema amen. Ujipate, biashara yako ionekane, afya ionekane, uchumi uonekane, wanakuroga waachie kwa jina la Yesu. Kama nampenda Bwana sema amen. Haleluya. Na leo nikipandisha nyota yako hakuna atakayeshusha tena. Narudia, nikikuombea kwa Bwana akuinue, hakuna atakaye kukanyagia chini tena kwa jina la Yesu. Raba sadaka pa. Utang'aa, utakuwa bora katika mataifa. Mungu atakufanya nuru yako iangaze kwa mataifa. Kama unampenda Bwana Yesu sema amina. Kama unampenda Bwana sema tena amina. Kama unampenda Bwana sema tena amina. Roho ya ufufuo ikaingie ndani yako. Roho ya uweza ikaingie ndani yako, na maisha yako yote kuanzia leo uyaweke mikononi mwa Yesu. Afya yako kuanzia leo uiweke mikononi mwa Yesu. Uitoe kwa mganga wa kienyeji, uiweke miguuni kwa Yesu. Utoe uchumi wako, utoe ndoa yako kwa mganga wa kienyeji, utoe uchumba wako kwa mchawi, ukabidhi mikononi mwa Mungu. Utakuwa salama kwa jina la Yesu. Haleluya. Iko nguvu ya ufufuo. Kuna mtu anahangaika hapa.
Lakini sikiza nikwambie, kuna vitu umekabidhi wanadamu, kuna vitu umekabidhi wachawi. Unapokabidhi hadi watoto kwa waganga, umekabidhi watoto, ati Mungu, watoto wangu hawa unajua sasa wanarogwa sana, unawachukua unawatoa kwa Mungu unawapeleka kwa mganga. Watoto wanachale, roho zao ziko mikononi mwa shetani. Akitaka kuua anaua, akitaka kuleta ajali analeta. Wakabidhi watoto wako kwa Bwana. Biblia inasema heri wamtumainiao Bwana, kwa maana watatikisika, watakuwa kama mlima wa Sayuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unampenda Yehova sema amina. Kuna watu wameolewa lakini ndoa zao mikabidhi kwa waganga ili aishi na yule baba. Kuna madawa ya kichawi, kila wiki anaenda kwa mganga, anapewa dawa za kumwekea mwanaume kwenye chakula, kumwekea kwenye maji ya kuoga, ati ampeke, eti aboleshe penzi. Nisikilize nikwambie, hakuna mapenzi ya kichawi. Tukiomba yanabomoka, tukiomba yule baba anafunguka. Utamweka mateka,